السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake kwa ujumla. amina. Baada ya shukrani zangu za awali, nizirejeshe tena shukurani zangu za dhati kwa mara nyingine kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia kuweza kuidiriki siku ya leo, siku ambayo tulikuwa tukiingojea kwa hamu takriban mwezi mzima na sehemu. Hatimaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikia, tumeidiriki. Kwetu sisi ni fahari na tunaona kuwa tumepewa neema kubwa, na tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hii kubwa, japo kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, leo tunakwenda kwenye semina ya mwisho, na baada ya hii semina tutaingia moja kwa moja kwenye zoezi letu ambalo tulikuwa tukilingojea kwa hamu. Kinachokwenda kufanyika hivi punde ni dua ambayo inaitwa dua jaljalutiyya tariqatul kubra. Ni njia ya jaljaluti, yani ni dua ya jaljaluti kwa njia kubwa, kwa sababu dua hii ina njia ndogo na pia ina njia kubwa. Sasa leo tutafanya dua ya jaljaluti bi tariqatil kubra, kupitia njia kubwa. Na ukienda kwa shekhe yoyote akusomee jaljaluti kwa njia kubwa, hawezi kukwambia lete 100,000, lete 200,000, lete 300,000. Ni kuanzia milioni na kuendelea mbele. Lakini siku ya leo unafanyiwa dua ya jaljaluti tariqatul kubra bure, pasina gharama ya aina yoyote. Na hii ndiyo faida ya kuwa na kituo kama hiki. Na haya tunayoyaeleza sisi hamuishi kuyaelewa nyinyi tu, bali yanarushwa katika mitandao ya kijamii kuonyesha kwamba haya ni maarifa. Hatufanyi mambo kibubusa, hakuna bla bla hapa. Kwa siku ya leo itafanyika dua ya jaljaluti tariqatul kubra, na dua hii ina njia zake tena nyingi tu, lakini miongoni mwa njia zake dua hii tunaiambatanisha na jamvi jeupe la Nabiiullah Suleiman. Mara nyingi nimekuwa nikieleza kwa nini limeitwa jamvi jeupe la Nabii Suleiman. Nimekuwa nikieleza, kwanza kimeandaliwa kitambaa cheupe. Baada ya kuwa kimeandaliwa kitambaa cheupe,
kumeandikwa katika kitambaa kile Khatam Suleiman ibn Daudi. Tunaposema Khatam Suleiman ibn Daudi, tunakusudia majina 7 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya wanawazuoni wanasema majina haya yalikuwa yameandikwa kwenye pete aliyokuwa akivaa Nabiiullah Suleiman. Lakini kuna wengine wanasema majina 7 haya ya Allah yalikuwa yameandikwa kwenye muhuri aliyokuwa akiutumia Nabiiullah Suleiman. Na wengine wanasema zamani pete ndio ilikuwa ikitumika kama muhuri. Kavaa pete lakini akija mtu anamgongea. Ni majina 7 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haya majina 7 haya yametengenezewa wafku. Na wafku ni kama vile jedwali fulani lenye vyumba 7 liko katika sura hii. Sasa hii inaitwa ni wafku musabbaa. Ni wafku wenye vyumba 7. Kwenye kila chumba kimoja limetawala jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni majina 7 haya ya Allah. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema nini? Anasema walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu anayo majina mazuri, basi muombeni kupitia majina hayo. Sasa kwa usemi mwingine, hili jamvi la Nabiiullah Suleimani ni staili fulani ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina yake 7 haya. Jina la kwanza anaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jina lake Al-Fardu. Na jina la pili Al-Jabbaru. Na jina la tatu Ash-Shakuru. Na jina la 4 Athabitu. Na la 5 Adh-Dhahiru. Na la 6 Al-Khabiru. Na la 7 Az-Zakiyu. Majina haya kwa kauli ya baadhi ya wanawazuoni wanasema ndiyo yalikuwa yameandikwa kwenye khatam ya Nabiiullah Suleiman ibn Daudi alayhi salam. Sasa majedwali haya ndiyo yameandikwa kwenye kile kitambaa cheupe. Upande wa kulia yameandikwa majedwali 7. Na upande wa kushoto kumeandikwa majedwali 7. Na hapa katikati yameandikwa yale majina ya mashaitani wa kijini. Kwa sababu hawa ndio wanaotumika kuingiza uchawi kwenye miili yetu na majumba yetu. Mwanachuoni Wahidi Abdi Salami Bali taban, katika kitabu chake As-Sarimul Battari anasema as-sahiru wash-shaytani qarinani, mchawi wa kibinadamu na shaitani wa kijini hawa ni washirika wawili. Iltaqaya fi ma'asiyatillah, wamekutana wanashirikiana katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mchawi wa kibinadamu anapotaka kufanya uchawi wake huwa anamtumia shaitani wa kijini. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi, inna shaitana yajri minal insani majra dami, hakika shaitani amepewa uwezo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuingia katika mwili wa mwanadamu na kuanza kutembea kupitia mishipa ya damu. Na ndio maana mchawi wa kibinadamu huwa anamuagiza huyu shaitani wa kijini kuingiza uchawi kwenye miili yenu. Kwa hiyo mashaitani wa kijini ndio wanaotumika.
Kwa hiyo majina yao yameandikwa pale katikati yakiwa yamezingirwa na ile khatam Suleimani ibn Daudi. Zimeandikwa 7 upande wa kulia na zimeandikwa 7 upande wa kushoto kwenye kitambaa cheupe. Lakini si rahisi kuyadiriki au kuyadhibiti majina yote ya mashaitani wa kijini. Wale ambao hayakufahamika majina yao, tumeandika makabila yao, ataingia humo kwa kabila lake. Na yule ambaye kabila lake halikufahamika ametajwa kwa taifa, kwa sababu mashaitani wa kijini wana mataifa yao. Lakini yule ambaye halikufahamika taifa lake, tumemuingiza humo kwa sifa yake. Mashaitani wa kijini wana sifa zao. Wapo ambao ni tayaruna baina samai wal ardi, wana tabia, wana sifa ya kuruka baina ya mbingu na ardhi, kule angani kule. Na kuna baadhi ya watu tumeshuhudia wana wale majini wanaoitwa tayara, wenye sifa ya ndege. Lakini katika mashaitani wa kijini wako ambao wana sifa ya al-ghawasuna tahta atbaqi thara. Kawaida yao ni kupiga mbizi, tena wana uwezo wa kuogelea mpaka kwenye tabaka la chini la ardhi. Wapo mashaitani wenye sifa ya nyoka, wapo mashaitani wa kijini wenye sifa ya wanyama wakali. Kwa hiyo sifa zao zimeandikwa pale katikati pale. Wamezingirwa na khatam Suleiman ibn Daudi, upande wa kulia pamoja na upande wa kushoto. Sasa usisikie tu kule redioni jamvi jeupe la Nabii Suleimani, lakini hujui jamvi jeupe ndio kitu gani. Sasa leo ndo nakujulisha jamvi jeupe la Nabii Suleimani ni kitu gani. Sasa baada ya kuwa kitambaa hiki kimeandikwa maandishi haya kwa utaratibu huu, ndio kimeshonewa kwenye jamvi, ndio ikapata sifa ya jamvi jeupe la Nabiiullah Suleiman. Kila mmoja atapata fursa ya kupita kwenye jamvi hili. Kwa mara ya kwanza tutaanza kusoma dua ya Jaljaluti bila kuwaruhusu watu wapite kwenye jamvi. Lakini tutakapoirudia mara ya pili dua ya Jaljaluti, ndio wataruhusiwa watu kupita sasa kwenye lile jamvi. Kwa nini mara ya kwanza hatutowaruhusu wapite? Ile mara ya kwanza itakuwa ni fursa ya kuwahudhurisha viumbe watukufu, na wao waje washiriki pamoja nasi katika kuomba dua. Sio kuwaomba wao, ikiwa ni kuwaomba wao ni shirki, lakini tunataka wahudhurie ili na wao washirikiane pamoja na sisi katika kuiitikia hii dua ya Jaljaluti. Na ikiwezekana watiwe adabu wale mashaitani wa kijini walioingiza uchawi katika miili yetu, na kuhudhuria viumbe watakatifu miongoni mwa malaika na majini waliokuwa wema ni jambo ambalo ni mashuhuri, lafahamika katika sheria ya dini. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma jalasa qaumu fi baiti min buyuti Allah, hawakai watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatiluna kitab Allah, watu hao ikawa wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanafundishana baina yao, illa nazalat alayhimus sakina, wakifanya hivyo huwa wanashukiwa na utulivu. Wa hafatuhumul malaika, pia huwa wanazungukwa na malaika. Wa ghashiyatuhumur rahma, na huwa wanafunikwa na rehma. Sasa baitu min buyutillah si misikiti peke yake. Kweli misikiti ni majumba ya Allah, lakini mahala popote palipoandaliwa kwa ajili ya dhikri pia ni nyumba ya Allah sehemu hiyo. Kwa bila hakuna shaka, kwa adhkari na auradi na asmaullahil husna ambavyo vimewekwa kwenye dua ya Jaljaluti, malaika waliokuwa wema watahudhuria hapa. Lakini pia majini waliokuwa wema nao pia watahudhuria.
Allah anasema wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Mwenyezi Mungu anazungumza kwamba mtume kuna wakati alikuwa akisoma Qur'ani, kundi la majini lilihudhuria. Kwa hiyo kuhudhuria sehemu ambayo panasomwa adhkari, majini walokuwa wema na malaika ni jambo ambalo ni maarufu katika dini yetu. Kwa hiyo kikao hiki ni kikao kitukufu. Unachotakiwa wewe ni kuhudhurisha moyo wako, fikra zako, mawazo yako yawe hapa. Achana na ubize wa mambo mengine, achana na kuchati na simu. Fikra zako zote ziwe hapa. Yakabidhi matatizo yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakuondoshea matatizo ulionayo. Kwa sababu tunaambiwa ad-du'a silahul mu'min, dua ni silaha ya mu'min. Yusibu wala yukhti'u, dua shabaha yake inalenga, haikosei dua. Yani wewe ukiwa una nia khalis na ukawa una unyenyekevu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ina uwezo wa kukuondoshea mazito, hata kama ukubwa wake unalingana na ukubwa wa mlima wa Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kukuondoshea mazito hayo. Ndugu zangu, hii dua hii ina mambo yake, ukiyaona wala usiogope. Manake mtu unaweza ukashuhudia baadhi ya mambo ukaogopa. Usiogope. Na hii tumeiita kuwa ni operation ya jamvi jeupe la Nabiiullah Suleiman. Sasa jamvi jeupe la Nabiiullah Suleimani kama litafanya operation kwenye mwili wako, kuna baadhi ya mambo unaweza ukayashuhudia. Wala usiogope kabisa. Jua kwamba ni jamvi jeupe la Nabii Suleimani linafanya operation katika mwili wako. Cha kwanza kabisa, yoyote atakayepita kwenye jamvi hili, kama ana uchawi utabatilika biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini kama ana miguso ya kishaitani, mashaitani wataangamizwa kwa uwezo wake Allah jalla jalalu. Lakini kama yeye ni mtu mwenye nuksi zitaondoka kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama amehusudiwa, amedhuriwa na macho ya watu, hasadi pamoja na vijicho vikaharibu afya yake, au vikaharibu milango yake ya mali, au vitu hivi vikaharibu biashara yake, mahusiano yake, ndoa yake na kadhalika, ukipita kwenye lile jamvi wakati dua inasomwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vyote hivyo atakuondoshea kwa baraka ya dua hii tutakayoisoma. Lakini hapiti aliyefungwa. Uwe umefungwa kwenye mali, biashara, ndoa, afya, ahadi, hapiti aliyefungwa, Allah atamfungua vifungo. Lakini pia sasa kuna baadhi ya vitu unaweza ukavishuhudia wakati huo unapita. Cha kwanza kabisa, wewe unaweza kuishiwa nguvu. Yani wakati unanyanyuka una nguvu zako kabisa, lakini ghafla nguvu zinaweza zikakuisha. Wakati unajiandaa tu kutaka kupita, nguvu zinaisha mwilini. Wala usitie hofu. Ni kwamba dua yenyewe ya Jaljaluti na kile kitendo cha kutaka kupita kwenye jamvi, operation yake ndio imeanza hivyo. Lakini unaweza ukakabiliwa na nafsi mbili na hali ya kuwa wewe ni mtu mmoja. Nafsi ya kwanza inakushajaisha wewe upite kwa sababu unayataka mafanikio, lakini nafsi nyingine inakuzuia wewe kupita. Ile nafsi inayokuzuia kupita, huyo ni shaitani wa kijini. Anakuzuia wewe usipite. Anajua ukipita utafanikiwa. Kwa hiyo kuna nafsi itakuwa inakushawishi wewe usipite. Na ndio maana tumewahi kushuhudia katika baadhi ya maeneo tulipofanya zoezi hili,
Mtu anataka kupita anasita, anarudi nyuma, anataka kwenda mbele anarudi nyuma. Yaani ni nafsi mbili zinakinzana. Lakini ile nafsi inayokushawishi wewe upite muayyadatu bil ismati min Allah azza wa jalla, ile imeungwa mkono, imepewa nguvu na hifadhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ndio itakayoshinda, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana kawaida ya kushindwa. Hatimaye utamuona mtu anapita. Sasa haya mambo yakikutokea, usiwe na hofu, usiwe na shaka. Ndio mauzauza ya jamvi jeupe la Nabiiullah Suleimani, namna linavyokwenda kufanya operation katika mwili wako. Lakini pale utakapokanyaga, inaweza ikatokea, si ajabu, ukahisi kana kwamba umepigwa na shoti ya umeme. Hiyo sio shoti, hakuna waya tuloweka hapa, nyote nyinyi mnaona, isipokuwa ni jamvi jeupe la Nabiiullah Suleimani linaanza kufanya operation kwenye mwili wako. Lakini unaweza ukafumkwa na jasho jingi. Sasa ukifumkwa na jasho jingi tena lenye harufu, usishtuke. Ni operation ya ukaguzi wa jamvi jeupe la Nabii Suleimani, linafanya kazi yake. Unaweza kutokewa na hali ya kukatwa na tumbo ghafla, tumbo la uma, na ukawa unahisi kuna vitu vinacheza cheza ndani ya tumbo lako. Hiyo ni operation inayofanywa na jamvi jeupe la Nabii Suleimani. Unaweza ukahisi kutapika, na kuna wengine huenda wakatapika hasa. Ni operation inayofanywa na jamvi jeupe la Nabiiullah Suleimani. Ghafla unaweza ukafunikwa na kiza kinene, masdulatan fil wajhi, kimetanda kwenye uso wako. Na tulieleza wakati mwingine unaweza ukamuona hata mbaya wako. Inaweza ikawa ni mfano wa istikhara hii, ukaonyeshwa hivi ndivyo jamvi jeupe linavyofanya operation kwenye mwili wako wewe. Lakini kuna wengine watabanwa vifua na watahisi kana kwamba wanataka kupasuka hivi. Wengine watapiga kelele na kuanguka. Lazima yawatokee haya. Kwa nini? Kwa sababu jamvi jeupe la Nabii Suleimani linafanya operation katika mwili wao. Lakini kuna baadhi ya watu vichwa vitawauma sana. Na hili la kuumwa kichwa si ajabu, kwa sababu shetani tunaambiwa anapoingia katika mwili wa mwanadamu, sehemu yake ya kwanza anayoelekea huwa ni kichwani. Anaelekea kwenye ubongo, na ubongo unaanzia wapi? Si kichwani. Kwa hiyo utakapoona wewe unaumwa na kichwa sana, ni kwamba jamvi jeupe la Nabii Suleimani linafanya operation katika mwili wako. Lakini wapo ambao watahisi kutembelewa na vitu katika miili yao, watasisimkwa na mwili, na vipele vya baridi vitatoka katika miili yao. Hivi ndivyo ambavyo jamvi jeupe linavyofanya operation katika miili yao. Pana mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza. Kwa hiyo usiogope na wala usiwe na shaka. Dua hii tunafanya ni dua kubwa. Lau ukimuendea shekhe anayejua kuifanya private, nimekuambia anakuhurumia sana, ataanza kukuambia milioni 1 na kuendelea. Kakuhurumia sana, lakini leo wewe unakuja kuipata bure hapa. Lakini sasa kuna jambo moja ambalo wewe watakiwa ulifanye. Jambo moja, kwa wale ambao hawajapata kibali, ni muhimu wawe na kibali. Na kibali chenyewe ni hiki. Na kibali si kwamba ndio kinakuruhusu wewe upite. Kibali hiki ni tiba. Hiki kibali kwanza kimeandikwa Khatam Suleimani ibn Daudi, lakini kimeandikwa dua. Na hii dua ndio ambayo nilikuwa nikiisoma mimi wakati nakukabidhi wewe kibali. Kila niliyemkabidhi kibali nilimwambia ayyadaka Allahu bin-nuril a'zam wa zadaka qurbatan min al-hadrati ash-sharifati al-mutahhara. Akutie nguvu Mwenyezi Mungu kutokana na nuru kubwa, na akuzidishie ukaribu wa kuhudhuria katika hadhara tukufu. Kila mmoja alikabidhiwa hiki kibali kwa maneno haya:
Kwa kibali lazima uwe nacho, na hiki kibali utakapokuwa nacho unakikunja vizuri, unakifunga kwenye mkono wako wa kulia, na ndio unapita nacho hapa. Sasa kwa kila mwenye kibali pia, wakati anapita ni vyema akapita ameshika mafuta ya jabaruti oili. Ni muhimu sana kupita umeshika mafuta ya jabaruti oili. Yani kwenye mkono wako wa kulia umefunga kibali chako, na huo mkono wako wa kulia umeshika jabaruti oili. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa wakishtakia sana kwamba shekhe, mimi kila ninaposhika dawa, ile dawa inakufa kifo cha kawaida, haina tija kwangu mimi, haina faida yoyote, hainisaidii. Shekhe, nimefanywa hivyo. Haya ni mashtaka mengi sana tunayapokea. Tena mtu anakuambia, shekhe, mimi nimewahi kwenda kwa mtaalamu na rafiki yangu, tuna matatizo ya aina moja, lakini tumepewa dawa ya aina moja. Mwenzangu kafanikiwa, mimi sijafanikiwa. Na si kwa mtaalamu huyo tu, wataalamu wengi kila naposhika dawa hiyo haifanyi kazi. Sasa tumekuandalieni utaratibu mzuri kabisa wa kuondosha hicho kinachoua dawa. Chukua dawa yako, funga kibali chako mkono wako wa kulia, shika dawa yako kwenye mkono wa kulia, kisha pita nayo kwenye jamvi jeupe la Nabiiullah Suleiman. Wakati jamvi jeupe linafanya operation ya ukaguzi kwenye mwili wako, pia litakuwa linafanya operation kwenye dawa yako. Ukiipoteza siku ya leo, umepoteza jambo kubwa sana. Haya ni matukio ya mwaka, na kuna wakati mwingine mwaka unaweza ukapita tukio lisifanyike. Kwa mfano, mwaka jana hatukufanya tukio la dua ya Jaljaluti inayoambatana na jamvi jeupe la Nabii Suleiman. Mwaka jana hatukufanya. Kwa hiyo hii ni fursa, usipoteze fursa. Itakuwa ni jambo la kushangaza sana. Dua ambayo ulikuwa usomewe kwa 1,000,000 au 2,000,000, leo wewe unasomewa bure. Eti ushindwe kuchukua dawa kwa shilingi 10,000. Wallahi utakuwa unashangaza sana wewe. Umeokoa 1,000,000, 2,000,000. Utajali kutoa shilingi 10,000 kuchukua dawa? Huwezi kujali. Labda sijui wewe uwe ni mtu wa sampuli gani. Na sisi sote tunajua umuhimu wa kutumia dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tadawa ibadallah, peaneni dawa enyi waja wa Allah, fa inna Allah lam yadha daa illa wada lahu shifa. Mungu hakuweka ugonjwa isipokuwa ameuwekea dawa. Dua zina nafasi yake kubwa. Kama hivi inafanya operation kwenye mwili wako, inafanya operation kwenye dawa yako. Dua zina mchango mkubwa pia, lakini dawa pia ina mchango mkubwa sana. Dua ina nafasi yake na dawa zina nafasi yake. Mara nyingi nimekuwa nikikupeni kisa cha yule Nabiiullah Yunus alayhi salatu wasalam, alipomezwa na chewa, kamezwa na samaki yule Yunus. Kisha yule samaki akaenda kwenye lindi la bahari. Nabii Yunus akaona hakuna kitakachonisaidia mimi hapa isipokuwa ni kumuelekea Allah kwa maombi. Akaanza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kataja maneno haya mara nyingi. Mwenyezi Mungu akampa ilhamu yule samaki, akaogelea kutoka kwenye lindi la bahari mpaka ufukweni, akaenda kumtema. Kaokolewa na dua. Lakini kwa sababu ametoka akiwa amedhoofika na ni mgonjwa, dua imemaliza kazi yake. Kilichofuatia pale ni dawa. Mwenyezi Mungu akamuoteshea mti unaoitwa yaktini, akampa maelekezo, akautumia. Yunus akapona maradhi yake na afya ikarejea, udhaifu ukamuondokea. Hii kuonyesha kwamba dua ina fursa yake, lakini dawa pia ina fursa yake. Sasa kuna watu ni mabakhili mno, na mara nyingi nimekuwa nikikuelezeni nyinyi mabakhili, mali ya bakhili huwa inaliwa na mdudu. Mali ya bakhili huliwa na wadudu. Kwa wanamume wadudu ni wanawake.
Kutoka hapa unakwenda kuhonga huko, mambo yako yanaharibika. Chukua dawa upate pesa za kuhonga, kwa sababu kifungukiwa utapata pesa za kuhonga wewe. Lakini kama mambo yakikuendea dhidi, utapata wapi pesa ya kuhonga wewe? Kwa hiyo ubahili wakati mwingine hauna faida. Sasa Jabaruti Oil ni mchanganyiko wa aina 12 za mafuta, na kila aina moja ya mafuta ina kazi yake, lakini ndani yake kumeingia jivu linalotokana na Khatam Suleimani ibn Daudi ndani ya yale mafuta. Kwa hiyo ni mafuta muhimu mno kuyapata. Yanabatilisha uchawi, yanafukuza mashaitani, yanaondosha hasadi pamoja na vijicho, yanatia nuru katika mwili wako, yanarudisha mvuto biidhnillah tabaraka wa taala, yanaondosha maradhi ya kawaida na yale yasiyokuwa ya kawaida, yanafungua vifungo katika milango ya mali, biashara, ndoa, kazi pamoja na ahadi. Sasa ili mafuta haya yafanye kazi vizuri, unatakiwa upite nayo kwenye jamvi jeupe la Nabiullah Suleiman. Sasa kabla hatujalitandika hilo jamvi, tutatoa fursa watu waje wayachukue mafuta haya. Na wallahi mafuta yako machache sana. Nafikiri mnayaona haya ndio yote haya. Ina maana ukiyakosa hapa ndio umeyakosa. Kwa hiyo insha Allah kwa mtu ambaye amekuwa na fursa hiyo afike hapa mbele ili tuweze kumpatia mafuta haya. Wallahu waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh.